Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Yes, ningependa kushukuru Mungu kwa nafasi hiyo, na nishukuru kwa wale ambao wanaendelea kuingia. Najua ya kuwa tukiwa na ibada ya pamoja, kuna wale wamezoea masaa ya ibada ya pili, lakini na imani ya kuwa Mungu atatuleta sote pamoja ili tukaweze kuungana na kuweza kubarikiwa. Tuliweza kuweka ibada ya pamoja ili kuweza kuhudumia jamii, na huduma ya jamii ni huduma ambayo mara kwa mara tunaweza kuipeza kwa muda mara zingine, lakini ni huduma ambayo hata ingewezekana tungekuwa tunalihudumia kanisa kila siku, kila saa, kwa misingi ya kijamii. Maana ni katika jamii, kanisa linatoka pale kwenye jamii. Iwapo mume na mke hawako katika misingi mizuri, iwapo wazazi na watoto hawako katika misingi mizuri, hata wakati wanapoingia kwa pamoja kwa ibada ya pamoja kwenye kanisa na kuunda kongamano kubwa kama hili, bado katika hilo kongamano amani haiwezi kupatikana. Maana shida sio hapa, shida ni mahali mtu anatoka kwa jamii na ile orientation ambaye ako nayo katika familia. Na niombe vijana wote wakaweze kusimama. Basi tutatolea matoleo yetu ya sadaka kwenye vikundi vyetu baada ya kupokea mafundisho. Naomba vijana wote wakaweze kusimama, na kila kijana anauelewa umri wake, na vijana wanajiandaa vizuri sana kabla wasimame. Naona wengine wanaendelea kujiandaa bado ndio wasimame. Haya, jiandae kabisa usimame. Sawa, tupigie vijana wetu makofi. Asanteni sana. Basi tutaweza kuandamana pamoja na kutembea. Kama umri wako unajua unaizidi 25, utaingia pande hiyo. Alafu kama uko chini ya hiyo, mchungaji Elis pia naye atakuonyesha, utaingia pande hiyo ya mbele na mafundisho yataendelea. Tutembee tu pole pole. Basi wazazi, naomba tunaweza kusongea mbele. Naanza kuangalia nafasi tu, wale wako nyuma kabisa tusipatie mnenaji muda mgumu, maana yeye hapendi kupiga kelele sana, anapenda sana kufundisha kwa karibu tukionana. Songee tu, songea ndio at least tunakaribiana. Mtumishi wa Mungu sasa. Yes, sijui utasimama chini ama ni juu. Mtumishi wa Mungu, naomba tafadhali msongee. Tumekuwa na huyu mtumishi siku ya jana. Nilikuwa napenda sana tungeingia wote, lakini labda kwa sababu moja ama nyingine hatukufaulu, na siku hii ya leo yuaja kunena nasi. Karibu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mnaniweka mbali sana, na nyinyi mnakuwa tena mbali na mimi. Hivi
nitasubiri tu, nitakubaliana vile, lakini kwa sababu ni mafundisho kwa ajili ya wazazi katika kifungo cha wanandoa, nilikuwa ninawazia tufanye namna ya mazungumzo, alafu kwenye somo ninawaza kama Asante. Ninaweza kama tunaweza kukubaliana, tutafanya somo nikizungumza, tutapata muda ya kuuliza, kwa sababu sasa tunakuwa wazazi kwa wazazi. Ninapima kutoa kidogo ushuhuda juu yangu na jamaa mke wangu, ili nijue ya kwamba tunazungumza sasa na wazazi. Mimi ni mchungaji wa kanisa muda wa miaka mingi. Nimepata kustaafu sasa kwa mwaka jana, lakini muda wote wa utumishi wangu nilipata mwanamke ambaye tulitembea naye katika safari. Tumezaa watoto 6 pamoja, wavulana 3 na wasichana 3, na 4 miongoni mwao wameingia kwenye nyumba zao. Sasa nina watoto wajukuu 7. Niwaambie hivi, kwa ngambo ya jamaa, ninampenda Mungu sana na mke wangu. Sisi ni watu wa maombi, tena ni watu wa kutumika sana kwa couple Jozi. Tunapenda sana bibi na bwana, na shida zao tunapenda. Mtu akiwa na shida tunaweza kumsikiliza, tuone namna gani tunaweza kumsaidia. Mara nilikuwa nikifundisha kwa kutayarisha wenyewe wataingia kwa ndoa, nilikuwa ninawaambia, ukitaka kujua namna gani unaweza kutombea katika ndoa yako baadaye, unaweza kuja kufanya kwangu saa 2. Sitatoa somo, lakini ninapenda unitazame kuona namna gani ninaishi na mke wangu na yeye anaishi na mimi. Alafu baada ya saa 2 unarudi, itakuwa imetosha kwa kukusaidia ili ujue namna gani unaweza kuishi ndani ya unyumba wako. Alafu niwaambie hivi, hakuna nafasi yenye nimetambua katika maisha ya kiroho kujua ya kwamba nafasi kwenye Mungu ameweka kutembelea dunia, kuvisit, kutembelea dunia ni jamaa. Munifuate. Mungu akiwa na kazi ya kufanya katika taifa, anatafuta jamaa ndani yake atatokea. Anachagua jamaa akimtazama baba wa jamaa na mama wa jamaa, alafu anasema nitapitia jamaa hii ili niweze kubariki taifa fulani. Mnanifuata? Mungu akitaka kubariki kabila
anatafuta ndani ya ile kabila mtu anayekuwa mwangalifu sana kwa kupokea mkono wa Mungu uingie ndani ya ile kabila. Alafu anapita ndani ya jamaa moja, anachagua, anasema nitapita kwa Pascal, nitapita kwa Abrahamu, Mungu akitaka kubariki familia kubwa, anatafuta mtu ndani yake atapita, ili aweze kuleta yale ambayo amekusudia ndani ya ile wanandoa katika ile familia kubwa. Alafu uweke kwa masimulizi ambayo ninatoa kwako kwa sasa. Kila iitwayo usiku watu wakilala, Mungu hutembea na miguu yake. Hata usiku wa leo Mungu alitembea katika huu mji mkubwa wa Mombasa, alitembea na aliingia kwa usiku. Mukilala anatembelea kila wanandoa. Alafu kuna ndoa ambazo akipita tu atasema hapa siingie, hapa siingie, hapa siingie, anapita. Alafu akikuta baba mmoja ambaye anajua kusikiliza na kupokea mahusia ya Mungu, anasimama mlangoni, anagonga. Hata ulale hautajua, anaingia kwenye vyumba vyote, anawatazama watoto wako, anatazama kila kitu. Kama atafanya saa moja, saa mbili, hata kwenye kitanda chako anakaa. Ukilala anakaa. Na kama kuna kitu cha kuacha anakiacha, anaenda. Ni hivyo hivyo kwa miaka yote ambayo ameumba dunia mpaka leo. Alors, kuna wale wengi ambao Mungu alishaka achilia wale wanandoa jamaa zile. Hata siku moja hawezi kusubutu kusema hapa nako kuna baba na mama nao ne watazama. Anapita kando kwa sababu haoni nafasi inayoweza kumruhusu akae na afanye kazi yake. Pima kuzungumza, uambie mwenyeko pembeni yako, usiku wa leo Mungu alikuwa mlangoni mwako na alitazama na aliona. Sasa kufuatana na neno la mchungaji, sijui kama alikuonaje. Uambie tu mwenyeko pembeni yako, huyu hana rafiki. Halafu mimi naambia mwenzangu, ile lugha yako mahali tunaona katembea yote, hata hicho alitembea, alafu baada ya wakati fulani aliondoka hapa, asikumuona au kumwona
Ninajua hautasahau jinsi mchungaji Matumo alifika kwangu. Tulikaa naye ile siku, aliniambia ya kwamba usiku wa leo Mungu alitoka mbinguni, alitembea kwenye lupango yako. Sitawaambia chenye alisema kwa saa hii, sitawaambia. Ndiyo, mimi nafunga ile kwa sababu ni urafiki wangu na yeye. Ndiyo, alafu sitawaambia. Sawa? Alafu tunaanza somo letu ni hili. Nimefundisha somo hili katika makanisa fulani fulani na imekuwa baraka kwao. Ninaomba na kwenu iwe baraka. Mnanifuata? Picha 4 za wanandoa katika ulimwengu wa kiroho. Picha 4 za wanandoa katika ulimwengu wa kiroho. Tutasoma vitabu viwili kwa kufungua somo letu. Kitabu cha kwanza ni Zaburi 128. Zaburi 128. Tunasoma yote. Nasema hivi: heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Mke wako atakuwa kama mzabibu uzaao vyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama, atabarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni. Uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako. Naam, ukawaone wana wa wanao, amani ikae na Israeli. Unaweza kuongeza mashairi machache kwa Zaburi 119. Mashairi ya kwanza ya Zaburi 119 nasema: heri walio kamilifu njia zao, waendao katika sheria ya Bwana. Heri wazitiio shuhuda zake, wamtafutao kwa moyo wote. Naam, hawatatenda ubatili,
wamekwenda katika njia zake, wawe wametuamuru mausia yako ili sisi tuyatii sana. Ningependa njia zangu ziwe thabiti, nizitii amri zako. Ndiyo, mimi sitaaibika nikiangalia maagizo yako yote. Katika uandishi wa Zaburi, Zaburi zote zinazoanza na neno heri, wewe Baba uziweke kwa kichwa yako kwa ufahamu. Mulete Zaburi ingine, nimesoma 2. Nani anakumbuka ingine? Heri, nayo anja na heri. Zaburi gani? Zaburi ya kwanza. Heri mtu yule asiyekwenda katika njia za. Nakumbuka ingine? Zaburi 32. Heri yule ambaye dhambi zake zimesamehewa. Ndiyo, kukuwa mwenye heri sio uheri kufuatana na kawaida za ulimwengu. Hapana, kuna vitu ambavyo havilete kuwa heri, ni vitu vya dunia. Hata ukiwa na nyumba nzuri nyingi katika mji, hauna uheri. Ukijenga nyumba nyingi na kuwa na vitu vingi, kenye kinaongezeka katika maisha yako ni boga, kuvichunga, kuvilinda. Alafu utakuta mzee mwenye hana vitu, yeye akijenga nyumba yake hata weka singa. Mnaona zile singa za kuchunga bandia asiingie? Ndiyo, zinapatikana kwenye nyumba za watu gani? Mama mzee akijenga nyumba yake ya haangalie kusema ninachunga hapa nini, alafu atafute watu wa kukuja kukaa wachunge nyumba. Hapana. Ukiona wanaweka wale watu wa viatu kwa kuchunga milango, ndiyo, mnajua wanawaweka juu ya nini? Juu ya nini? Sababu hawana heri. Ukiona kila nyumba kwenyewe unaona kunakaa mtu kwenye mlango, kusema mbele umuone mtu wa hapa, lazima uonane kwanza na ule akupe ruhusa na kuuliza kama unaweza kuingia. Donge ukiona mtu mwenye mlango yake kuna mtu wa kumwangalilia ili bandia hakuje, hana heri. Ule ni mtu bure wa dunia. Useme unachungiwa na watu wale ni watu wa taabu sana. Nilifurahi, kuna nchi moja kwenye Afrika kwenye nilisikia ya kwamba katika ile nchi mkubwa wa nchi, yeye akitembea akienda kwa kanisa hautajua, na gari kwenye anapita na ikala tu anaenda, hata kanisani anatembea, haweke pembeni yake watu wa kuangalia sana. Siya furahi nikiona kwetu mkubwa akitokea, lazima gari zote mkubwa anakuja, aloro zenu zinasimama. Yeye ni nani kusudi atusumbue sie wote? Mpaka kupita yake kila mtu aseme gari yangu usongeshe, na wakiiparuza hao hautoki, mara moja utajikuta kwenye jela, kwa sababu wewe haukujua ya kwamba mkubwa anakuja. Basi mkubwa, kwa nini utusumbue? Na sisi situko wakaaji wa nchi pamoja na wewe, unatushindia nini mpaka utusumbue kwa kupita kwako? Haleluya. Alafu kusema heri munifuate, kukuwa mwenye heri ni
mtu anayeogopa nani? Mungu. Kwa hivi tunataka kuzungumzia picha ile tu kiroho, kutambua picha za wanandoa, baba na mama ambaye ni mwenye heri. Usitamani mkubwa hata kidogo, na usiwaze wakubwa wanalala. Mshakaona mtu baada tu ya kusema vitu vinaongezeka siku kwa siku, lakini halali kwake, na wakati anatafuta kulala anadanganya, anasema wakisema kama niko wapi mtasema niko wapi. Ngumbe alishaenda lala kwa hoteli ya fasi nyingine mpaka adanganye watu wasijue mahali anakuwa. Wewe huko nani mpaka unajiogopa na kuogopa watu? Watu wanakutisha, unaishi kutishiwa na watu. Mungu hakukuumba kusudi utishiwe na watu. Ukiwa na vitu mpaka boga na maisha yako inakuwa maisha ya kujiuliza, nitalala wapi leo? Nitalala wapi? Sulale kwako. Mungu alikupa kitanda yako. Tunawaza kitanda yako, utalala kwa kitanda ya namna gani? Kuko wale wenyewe unawaza ni mkubwa, unawaza sasa utafika kwake, alishafanya kitanda ya metre 5 nzo yenye atalala kwako, lakini unakuta kwake naye anaenda nunue tu vitanda vya metre 1.5. Mbona unasema huko mtu mkubwa? Si ungelala kwa kitanda ya metre 5 ndio ujulikane ya kwamba wewe ni zaidi kuliko wengine. Mnajua kitu chenye kinatufunga na kutufanya sote tuwe sawa ni pumzi yetu. Mungu akiondoa tu inaisha. Uwe mfalme, uwe nani, haupitishie wengine kitu. Kwa hivi uwe mpole, tembea na hekima na upole ukiwa kwako. Usiwasumbue wengine kwa sababu wewe una nini? Si pumzi yako mtu akiondoa vyote ulivyo navyo vinaisha, vitabakia na watu wengine. Kwa nini usumbue watu? Mko tayari tuanje zile picha? Muandike picha ya kwanza. Tunaandika tu, mnazitaja kwanza. Picha ya kwanza ni picha ya wanandoa bila Mungu, bila wokovu. Bibi na bwana bila Mungu. Ya pili ni picha ya wanandoa, bwana peke yake ndiye ameokoka, amemjua Mungu. Ya tatu, picha ambayo ni bibi amepata neema ya kumjua Mungu. Na picha ya ile, picha ya wanandoa ambao wote wamepata neema ya kumjua Mungu. Ni yale zile picha ine. Tukimaliza kuzizungumza, nitaomba kila mtu akipata neema ya kuuliza aulize, alafu tutakuwa tumemaliza somo. Ninapotoa na kufundisha sisemake maneno makali ya namna gani. Hapana, mimi nafundisha kawaida ya maisha. Mnanifuata?
Mimi siogopake liwali wa inchi sana. Kuya mimi namuuliza, niulize kama wewe unamjua Mungu. Akicheka na kusema, mimi nasema niondokee wewe. Unawaza wewe ni nini? Hivi yale maneno msiyaone kama maneno madogo madogo, lakini ndiyo msingi wa ulimwengu mzima. Alafu tunaanja na ya kwanza, picha ya wanandoa pamoja na Mungu pamoja na wokovu. Mwache nianje kuwaletea tena vitu vitatu mbele nilete maelezo kwa ile. Taalamu mmoja alisema maneno matatu ya kwamba kuna malango matatu ambayo yameangamiza ulimwengu na kupeleka ulimwengu ndani ya mauti, ndani ya kaburi, mauti. Alisema hivi, mlango wa kwanza ni kiungo cha uzazi, matumizi mabaya ya kiungo cha uzazi. Sisi kwa lugha ya kwetu kwa Kifaransa wanasema le sexe. Ni kaburi ya kwanza ambayo imeharibu ulimwengu mzima. Ya pili, pale ninaleta tu ingilio kidogo kwa kusema juu ya milango mikubwa mitatu ya mauti ya ulimwengu. Matumizi mabaya ya pesa. Matumizi mabaya ya pesa. Kukuwa na pesa inaweza kuwa baraka kutoka kwa Mungu, lakini kukuwa na hekima ya kutumia pesa ili ionekane ya kwamba huyu ni mtu wa Mungu ni neema ya upekee. Sawa? Wengi wana pesa lakini pesa zao hazimtukuze Mungu. Nishakaona mtu mwenye anakuwa na pesa kwa mwaka mmoja anaweza kumaliza kuoa wanawake watatu, anajenga ghorofa 3 kwa mwaka mmoja juu ya wanawake watatu. Na ukimtazama akitembea, unawaza yeye ni wa ajabu. Anaingia humu, anaingia humu, anaingia humu, anaingia humu. Hai ya kuwa hiyo ndiyo furaha hata kidogo. Sama, asante, nashukuru. Hivi ninawasihi tujitolee kabisa kufikiria juu ya maneno haya kwa makini, yatatusaidia. Hivi ninawajulisha kaburi au mlango wa 3 ya mauti ni kutumia vibaya mamlaka tuliyopewa, mamlaka yetu nyumbani, kazini, fasi yote. Unapotumia mamlaka yako vibaya, alafu unateseka kabisa katika maisha yako. Hivi ninawasihi sasa tufanye maelezo kidogo kidogo ili tusaidiane kwa kutambua zile picha 4. Tutakapoeleza kwa ushuhuda wa kila picha, tutakamata maisha ya kawaida yetu ya kila siku na maisha ya wanandoa ndani ya Biblia, alafu itatusaidia ili tuweze kupata nafasi ya kutatua. Ninaanza na picha ya kwanza, wanandoa katika familia bila Mungu.
na waelezea juu ya habari ya wanandoa ambao walitumika pamoja wane, alafu wakatoa mtoto wao, mtoto mmoja wa kwanza wa familia zile ine, wakatoa mtoto wao wa kwanza kwa kuzidisha pesa zao. Na waletee zile habari. Hii habari imepitikana katika mji wetu. Kulikuwemo mwanandoa mmoja alipokuwa akiona anafanya biashara, alafu wakati alikuwa anajenga nyumba yake, anaongeza vitu kwenye alikuwa anaenda kwa kutoa sadaka zake ili vitu viongezeke. Alikuwa anazoea sana kutoa sadaka kwa ajili ya vitu, alafu inaonekana alipata bahati mbaya. Mwenye alikuwa anamfunza kwa kuongeza vitu alikuwa hamjui Mungu. Akamwambia, ukitolea kila mwaka unatolea ngombe, mbuzi kwa sadaka, ukileta tutakuwa tunakusaidia vitu viongezeke. Na kweli vitu viliongezeka. Ndio kwa mwisho wakamwambia, sasa ukitaka viongezeke zaidi utoe mtoto wako wa kwanza. Na alikuwa amekuwa na watoto watatu. Alafu wenyewe walimsaidia, ilikuwa wanandoa wengine watatu, kwa msa zikawa familia ine. Ilikuwa hivi wakati alikuwa anafika kwa kujenga nyumba yake, sasa makao yake mazuri. Yule mwenye alikuwa na muongoza akamwambia, ukitoa sasa mtoto wako wa kwanza, alikuwa mtoto wa miaka 9, vitu vitaongezeka. Gari nzuri za hapa za kifahari ni gari gani pastor? Ya kifahari kabisa. Nini? Mnajua zenye ni gari gani? Na ninajua mnajua sababu kila mtu mwenyeko natafuta pesa, anapenda na yeye siku moja itembelee, na akipita hapa baseme fulani anapita. Si unapenda na wewe ununue ile gari? Ni gari gani za kifahari kwa leo? Nini? Okay. Alafu wakamwambia na watoto na jamaa zitaongezeka. Alors wakati ilifika iko na jenga kwake, alors akaambia wafundi wake watatu, tutakapokuwa tunachimba nafasi ya choo ile yenyewe wanaita fosse septique, tutatia mtoto mmoja wangu shimoni, alafu kila mtu nitamupa $2,000. Sema 2,000. Ndio wafundi wakasema ndio. 1,000 ngapi? 2. Wakakubaliana. Alafu ile siku mtoto hakuenda shule, wakamwachisha abaki nyumbani. Wakati ilipofika, alafu wakaenda kutoa mtoto, wakamleta. Mtoto alikuwa anajiuliza, leo mama na baba wamenikataza nisiende shule, ni nini? Alafu wakati ilipofika wakasema, sasa kuja. Alafu mtoto akakuja. Mama yuko pale, baba yuko pale, na wafundi wangapi? Watatu. Alafu wakakamata mtoto, wamutupe na waweke sima, beton ili wafunike. Sasa mtoto aliona, asema mama, na wewe unaitika. Baba na mama wanasema, unajua watu wenyewe wanatumika na shetani, macho yao yanajulikana wakati wanafanya kazi zao. Wanasema na mtoto. Wakamaliza kufunika mtoto, kila fundi anapewa $1,000 ngapi? Kila mtu anaenda, kazi inamalizika, hakuna mwenye alijua. Niseme kidogo juu ya
hali ya kutokumjua Mungu kuwa ni hali mbaya sana. Wakati baba na mama hamjui Mungu, vitu ambavyo vingefanyika kwa utukufu wa Mungu vyote tunavyofanya kwa utukufu wa sisi, tukijifurahisha, tukijipendeza, tukitafuta faida yetu na kupendeza mili yetu na kupendeza watu. Alors, wanandoa ambao hawana Mungu, kwa ile picha walituambia ya kwamba juu ya ndoa 100 katika kanisa ni 80% nzo wenyewe wanakuwa vile ndani ya makanisa yetu. Nasema 80 ngapi? Ngapi? 80. Mnanielewa? Nasema ni wengi ambao wanaishi ndani ya kanisa bila wokovu, bila Mungu. Unakuta watu wana kazi kanisani, ni waongozi, ni wachungaji, ni wazee wa kanisa, ni waimbaji, wanaimba mzuri, lakini nyumba zao Mungu hayupo. Walibatizwa, wanaendesha kazi mbalimbali, hata kazi zao, lakini Mungu hayupo. Aloro anasema ni 85%. Ninakamata ya pili, kupata nyumba ambayo baba amepata neema ya kumjua Mungu. Nawakumbusha kwa kuwarudisha pale. Mwache niwasomee pale. Mimi nakamata habari ya Biblia. Mnajua habari ya Ayubu. Mwache nisome kwa haraka. Ayubu sura 2 verse ya 8 mpaka verse ya 10. Naye akashika kigai cha kujikuna kunia, akaketi majivuni. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na uaminifu wako? Kiswahili nyingine nasema washikamana na Mungu wako. Iko Mungu wa Ayubu, lakini haiko Mungu wake. Mnajua Ayubu alikuwa amezala na huu mwanamke watoto ngapi? Ngapi? Walikuwa watoto 10. Ndiyo. Ngombe alikuwa anazala na mwanamke mwenye Mungu ni wake, lakini haiko Mungu wake. Alafu alipoona ule Mungu wake ameua watoto wake wenye alizala na yeye, akamwambia, ungali unashikamana na Mungu wako? Alora akamwambia hivi, sukufe mimi nibaki bila mume kwa sababu sipendi Mungu wako anayenioea watoto. Jibu la Ayubu akasema hivi, lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja ya hao wanawake wapumbafu, anenaye nenavyo, je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya? Katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi kwa mikono yake. Mwanaume ambaye amemjua Mungu, kama mke hayamjua Mungu, anaweza kuleta mabandia, wanaua bwana, na mabandia wanapofika, unaweza mabandia wameingia kwako kwa sababu wanakuvizia, ngumbe mwenyale waleta ni mke. Atasio mwenyana ikala na mke wakipima kumuuliza, unasema pima kuuliza mke wako, ulipata neema kameme, tena wewe ukuleta wako, pima kumuuliza, unaweza kuniuisha? Unaweza kuniua? Pima kumuuliza kidogo. Uliza ule, kila mtu aulize, sema unaweza kuniua? Loro, kupata nyumba
nyumba ambayo mume amejua Mungu juu ya 100 ni 3% tu, 3%. Donc kwa familia 100 unaweza kupata tu 3 mwanaume amejua Mungu, lakini mke hamjui, ni 3%. Na ni bahati kupata, wewe mama, ni bahati kupata mume anayemjua na kumwogopa Mungu. Ni bahati. Ukikutana na ule mwanaume, shukuru Mungu. Si wenyewe wamepata ile neema. Kupata mume mwenye anajua Mungu ni neema. Wanaume wengi ni wanadini bila Mungu. Msiwaze kuingia kanisani ndio kumjua Mungu. Hapana. Na kufanya vyote vya kanisa, hapana. Ubatizo na vitu vingine, kuoesha na kufanya kazi mbalimbali, sio kumjua Mungu. Ni neema ya upekee. Sura ya 3 ni kumpata nyumba ambayo ndani mwake mwanamke amepata neema ya kumjua Mungu, bibi katika familia yake. Aloro ninawarudisha, nitarudi kwa ule mfano ya kwanza. Wale wafundi 3 walipopeleka 2,000 za pesa nyumbani, kulipatikana mwanamke mmoja, wafundi mmoja. Pesa zilipokuja, mimi narudi kwa ile mfano ya kwanza, mwanamke akasema, bwana yako wewe fundi leo 2,000 unatosha wapi? Sawasawa ule baba na mama walikuwa wanafanya kwa kutupa mtoto. Yule baba akaambia bibi yake, akamwambia, sigusi bado, wewe uniambie zinatoka wapi? Sigusi. Akamwambia, Allah akamwambia hivi, utanichungia siri? Mwanamke akasema, anja sema kwanza. Alafu akaeleza vyote. Unajua tunajenga kwa fulani. Alafu alisema tumtoe mwana wake wa kwanza, na alikubali atatoa kwa kila mtu 2,000. Hizi ni zetu. Bibi akasema, tangu saa hii pesa ziondoke humu, sigusi na hazitatumika kwangu. Mimi ni mtu wa Mungu. Alafu mwanamume akakamata mkono wa, asema, sasa ninakuua. Nikishapata njia ya kupata dola 2,000. Alipokamata mkono na kunyanyua kusema ampige mke wake, sauti ya mtoto ginzi walimuweka katika kwenye walimuzika na iko na lalamika, ikatokea ndani ya ule baba. Bibi akastuka, nini? Akaelewa ya kwamba Mungu wa mbinguni anaomba damu ya ule mtoto kutoka mikono ya wafundi. Mwanaume kuliko apigane na mke, akaanguka chini na akili yake ikaharibika.
Bibi akampeleka hospitalini na sauti yenyiko nasema inageuka sauti ya yule mtoto. Aloro alipofika hospitalini watu wakajiuliza, unatuletea mgonjwa wa namna gani? Ati kichwa yake kinaharibika, kichwa yake kinaharibika. Mama! Wakampiga dawa kumlalisha, alafu wakauliza habari, ni vipi mama? Ndipo mama akaeleza maneno aliyoyampata. Nyewe baba, mwache niwaambie, kupata mwanamke mwenye amemjua Mungu, ana Mungu ni neema. Lakini kwa jozi 100 wanakuwa wanawake 12. 12% kwa jozi 100 ndio wenyewe wanaweza kuonekana wamemjua Mungu. Mwenyiko na mke wake, pima kumuuliza, na wewe umemjua Mungu kweli kweli? Pima kuuliza mwenye uko na, eske kweli na wewe umemjua Mungu kweli kweli? Nikiingia mvyangu hautanifuata. Pima kumuuliza sasa, eske kweli na wewe umemjua Mungu? Vyangu vya nikiingia mwapi hautanifuata? Unaweza tu kushikamana na Mungu wako. Tunakamata picha ya mwisho, alafu tunaelekea kwa kuomba. Sifundishake maneno mingi, lakini mimi napenda kila mtu nikimaliza aloro kila mtu akamate zamu yake. Picha ya mwisho ni mume na mke wamemjua Mungu. Hii ni neema ya upekee ambayo dunia mzima na katika makanisa yetu si wengi. Ni kwa sababu hatuna muda kwa kusema tuliondoka ili tuende tukae kwa nafasi. Tungefanya pale mchezo wa maulizo, kila mtu anaenda kaa na mke wake, aloro tunaulizana tuko kwa picha gani. Aloro nawapatia picha yenye tunasoma kwa ajili ya ile ni picha ya Manoa ya Biblia. Ninasoma kidogo ili tuombe na niwaambie namna gani tunaelekea kwa maneno yetu ya mwisho. Waamuzi sura 13. Kupata ile picha ya mume na mke wamemjua Mungu ni neema. Niliulizaka mke wangu baada ya ndoa kwa juma la 3. Nikamuuliza, sasa tukingali baada ya ndoa, sema ulijua Mungu vipi? Na nikamwambia, kama haujui Mungu leo unatoka nje, unatoka. Akasema ni vipi mume wangu, ni vipi? Alora nikampatia ushuhuda wangu, nikamwambia mimi niliokoka mwaka 1980. Nikamweleza jinsi niliokoka. Akacheka. Alipomaliza kucheka akasema, na mimi niliokoka 1983. Eleza. Ati ni wakati wewe ulikuwa msimamizi wa vijana kwenye kanisa letu na ukingali kijana. Ni wewe ulikuwa kiongozi wa vijana. Alafu wakati ulikuwa unatoa somo kwa sisi vijana, ulifundisha versi moja ya Warumi sura 3 verse ya 23. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu. Nikakuuliza, alafu baada ya wewe kunifundisha, niliokoka mikononi mwako, haujui. Niliruka, nikamkumbatia, nikasema mwanangu. Sasa watu wakasema, wewe unamuoa mwanako?
furaha yangu ni kujua ya kwamba mke wangu ninajua ameokoka na mimi nimeokoka. Sina furaha nyingine maisha yangu na utumishi wangu, sina furaha nyingine, hapana. Nikiingia kwenye kanisa munichuki. Kuna makanisa ukiingia unaona baraza ya wazee wanakutazama, sasa unaingia kamekuya na mke wake na mtoto wanakudharau. Nasema ndo hii nayo ni kanisa ya mabandia. Nikiwatazama mimi nasema ni yenu, mimi na mke wangu tutawahudumia. Unajua mimi nafurahia ile neno ya Yoshua, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Chagua leo utamtumikia. Oh, mimi na nyumba yangu tutamtumikia. Utatumika na mwenye atakuwa ule bandia, utatumika naye namna gani? Utafanya kazi ya Mungu na bandia mwenye uko nalala naye kukitanda? Si ni ule mwenye atakuwa usiku, si ni ule mwenye anakusumbua. Haleluya, haleluya. Tusome kidogo tu juu ya Manoa alafu tunaomba. Ndipo huyu Manoa, verse ya 8, ndipo huyu Manoa Bwana akasema, Bwana nakuomba, niko kwa verse ya 8, yule mtu wa Mungu uliyemtuma aje kwetu mara ya pili atufundishe hayo yatupasavyo kuyafanya huyu mtoto atakapozaliwa. Mungu akasikiliza sauti ya Manoa, naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena alipokuwa anaketi shambani, lakini mumewe Manoa hakukuwa pamoja naye. Basi huyu mwanamke akaenda haraka, akapiga mbio na kumwambia mumewe, haraka, tazama, yule malaika, yule mtu wa Mungu amekuja tena. Kuja Manoa, rafiki yangu, bwana yangu, kuja. Basi Manoa akainuka akamwandamana mkewe na kumfikiria huyu mtu. Akamuuliza, je, wewe ndiye yule mtu yule ambaye alinena na mke wangu? Akasema, naam. Ni nini? Manoa akasema, basi sasa hayo maneno yatakuwaje? Yatatimilika siku gani? Huyu mtoto atakuwa wa namna gani na kazi gani atakayoifanya? Malaika wa Mungu akamwambia Manoa, katika hayo yote niliyomwambia huyu mwanamke muyachunge, asile kitu chochote cha uchafu katika mizabibu, wala asinywe divai wala mvinyo, wala asile kitu chochote cha unajisi. Hayo yote niliyomwambia muyafuate. 15. Kisha Manoa akamwambia yule malaika wa Bwana, na kuomba tukuzuize ili tupate kuandaa mwana mbuzi kwa ajili yako. Lakini malaika wa Bwana akamwambia Manoa, ndio, ijapokuwa unanizuiza sitakula katika mkate wako, na kuomba, wataka kufanya tayari sadaka ya kuteketezwa? Inakupasa kumsogelea Bwana, kwa kuwa Manoa hakujua ya kwamba yeye ni malaika wa Bwana. Manoa akamwambia huyu malaika wa Bwana, jina lako nani? Akamwambia, jina langu, na niuliza juu ya nini? Jina langu ni Ajabu. Huyu malaika wa Bwana akamwambia, kwa nini unaniuliza? 19. Basi Manoa akatoa yule mwana mbuzi pamoja na sadaka yake ya unga, akaitolea Bwana hapo juu. Bwana
huyu malaika akatenda la ajabu. Manoa na mke wake walipokuwa wakiangalia, kwa maana ilikuwa mara huo mwali wa moto ulipanda juu mbinguni, alafu pale pale malaika aliingia katika mwali wa moto akapanda. Lakini malaika wa Bwana hakuonekana Manoa tena wala kwa mke wake. Ndipo Manoa alijua ya kwamba ndiye malaika wa Bwana. Manoa akamwambia mke wake, hakika tutakufa sisi kwa sababu tumemwona Mungu. Lakini mkewe akamwambia, kama Bwana angelipenda kutuua, hangepokea sadaka ya kuteketezwa kwetu, wala sadaka ya unga mikononi mwetu, wala hangetuonesha mambo haya yote, wala hangetuambia mambo kama yale ambayo tumeyaona. Mnakumbuka maneno yenyewe niliwaambia, Mungu anatembelea ndoa. Hata mkiwa shambani, Mungu anawakuta shambani, anaona mke akilima shamba. Ukiwa kwenye duka lako, kama unamjua Mungu, Mungu anatembea, anaenda kutazama. Ukiwa wapi, mama unayemjua Mungu, Mungu anatembea, anaenda kutazama. Anaangalia kazi zako, anakuangalia, anasimulia na wewe. Muwe tayari kwa kusikiliza Mungu ukiwa kwenye kazi yako, kwenye duka lako, jikoni. Mungu anatutembelea, hata shambani anafika tukifanya kazi. Mungu ni rafiki ya wenyewe wanampenda. Haleluya. Kwa kufunga somo, niwaambie hivi, nyumba yako ni nafasi ambayo Mungu amechagua ili iwe nafasi yake. Ni kwako, anapenda iwe nafasi yake. Atapitia kwako kwa mume au kwa mwanamke. Yeye hana upendeleo. Akikuta mwanamke ni tayari kwa kupokea Mungu na kuleta baraka nyumbani, anazileta kupitia mama. Usimuonee mke wako kwa sababu yeye ni mwanamke. Siyaona watu wabaya ambao wanaona mwanamke ni kitu dhaifu. Iko ukosefu wa akili. Bibi, ujue bwana yako ni njia ya baraka. Kama imemjua Mungu, utabarikiwa kupitia bwana yako. Heshimu mke wako, tembee pamoja naye ukijua ya kwamba huyu ni lango la Mungu la mbinguni kwetu. Haleluya. Namna gani utajua ya kwamba wewe bado kumjua Mungu na wewe ndiye mlango ya shetani kwako? Ni katika Marko sura 7 verse yake ya 20 mpaka 23. Inasema, ni yale yanayomtoka kinywa cha mtu inamfanya mtu kuwa mchafu. Na inatoka ndani ya moyo. Ile shauri yako ya kutafuta mwanamke mwingine, ni moyo wako unachafuka. Kila kitendo kibaya ulichomfanyia mume wako akiwa safarini, ulikamata mume mwingine, wewe mwanamke, ni dhambi inayokuwa ndani mwako. Aloro Yesu alisema, ni yale yanayomtoka mtu yanamfanya mtu kuwa mchafu. Kwa hivi lazima uchague sasa. Ninauliza, tukiomba, ndoa yako ni ile ya kwanza, ya pili, ya tatu au ya nne? Fikiria. Ni ya kwanza? Ni ya pili? Ni ya tatu au ni ya nne?
Ulimjua Mungu wakati gani? Wewe ni msaada kwa jamaa au wewe ni laana kwa jamaa? Unajua ile kosa yenye ilifanyika mwenu kwa ile mwaka, siku yenye bwana yako aliua mtu, siku yenye bibi yako mlifanya hivi, si mlishirikiana? Vile vitu vibaya vyenye mko mnafanyia watu, si mnavifanyaka ninyi wawili pamoja? Kwa nini usitambue ya kwamba wewe ni ndoa ile ya kwanza? Biashara yenu mnaifanyaje? Woga wa Mungu ni ndani ya biashara yenu? Ni wakati wa kuomba. Hata muda umepita, lakini ninahitaji tuombe Mungu. Ndio tunaomba. Ni wakati wa kujichunguza na unaangalia sasa, Mungu nisaidie. Usipite pembeni ya sauti ya Mungu. Sema tu, Mungu niko hapa. Aloro, nitatoa tu dakika 2 kwa ulizo moja. Baada ya maombi, kama kuna mtu aliye na ulizo, tutamsikiliza tu kwa dakika 2 tu. Lakini ninapenda kwanza tuombe. Tufanye maombi haya tukisimama. Tusimame sisi sote. Moyo wangu na kitendo kibaya ulichomfanyia mke wako, mume wako, uangalie uko kwa picha gani. Ambia Mungu, umenionyesha, umenigusa, umenileta mbele ya neno lako. Ninajikubali jinsi wewe unavyoniona. Mungu anajua matendo yako nyumbani mwako, katika ndoa yako, anajua. Nafuambia Mungu, ninachagua sasa. Chagua Kristo atawale nyumba wako. Msisahau maneno tuliyoyasema. Pesa, kiungo cha uzazi na utawala vimebomoa nyumba zetu. Ambia Mungu, nimetumia pesa zangu namna gani? Kiungo changu nilikitumia namna gani? Wewe mama, ulipoenda nje ya ndoa yako, uliua bwana yako, na aliposikia alisema, ngumbe bwana yangu hanipendi.
anakuwa na wewe nyumbani, lakini anajua ya kwamba wewe ni muuaji wake. Leo watu wengi wamependa kutafuta sadaka za pesa chafu, waframaso, wanaenda kwa wafumu, wanatolea vitu vibaya. Pesa ni adui ya roho. Wengi wana pesa chafu. Angalia pesa zako zinatoka wapi. Ambia Mungu, niko hapa. Takasa moyo wako na kuambia unisamehe. Unawaza bibi yako anakuogopa kwa bure? Unawaza bwana yako anakuogopa kwa bure? Si ni kile kitendo ulichokifanya siku moja machoni mwake, akajiuliza, kumbe huyu mwanamke ni vile, kumbe huyu bwana ni vile. Alora anajua wewe ni muuaji. Geuka, ambia Mungu, nitakase, nisamehe. Tunafanya maombi ya kinywa na ya toba ya moyo. Biblia inasema kama mtu akikiri dhambi zake na kuziungama, nitamsamehe na kumsafisha, na damu ya Kristo itamuosha kwa uovu wote. Damu ya Kristo iko hapa kwa wakati huu. Ile dhambi yenyewe hauiakiri na kuungama mbele ya bwana yako, mbele ya bibi yako, mbele ya unaificha, unaifanya kwa uficho, itabomoa nyumba yako. Ambia Mungu, niko hapa sasa. Tuombe. Tamka maneno ya kujihozi na kujitambua kwa zile picha ine, alafu utamani kuingia kwa picha ya mwisho. Tuombe. Fungua kinywa chako, omba, anja kuomba, ambia Mungu, ambia Mungu. Sema, usinyamaze, ambia Mungu sasa. Unaweza tia mkono wako wa kiroho kwenye kifua chako na kuambia Mungu, asante Mungu, ninakuja kwako, ninaomba unisaidie, nisamehe, nitakase, 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 nitakase na damu yako, nioshe na damu yako. Damu ya Yesu ilimwangika kwa ajili ya ile roho yako, na ukiomba Mungu akusamehe, atakusamehe, na itakusaidia sasa utoke katika ile mauti, kaburi tatu ambayo tulitaji. Jitakase kwa kiungo chako, jitakase kwa pesa zako, jitakase kwa utawala wako. Biblia haiseme utawale nyumba, uonee mume, uonee mke, hapana. Ambia Mungu, ninakuja na ninaomba msamaha. Omba sasa. Unaweza kufuata maneno haya. Bwana Yesu, ninakuja kwako, kwa damu yako ninaomba moyo safi. Ninarudi kwa Baba, ninatoka katika njia ya uovu, ninapokea neema ya wokovu. Ninafungua moyo wangu kwa neema hii. Kristo, tawala maisha yangu, unisamehe. Sitarudi tena, sitarudia ile tena, lakini ninaomba unisamehe. Yesu anasema, tazama ninasimama kwa mlango, ninapiga hodi. Kama mtu atasikia sauti na kufungua, nitaingia kwake. Alorufungua sasa, ambia Yesu, Yesu ingia, tawala. Kubali sasa Yesu avisit, atembelee ndoa yako kwa saa hii. Sema, Yesu ninakubali. Asante Mungu Baba, tunakushukuru kwa wakati na maombi haya ambayo kila mtu amefanya katika moyo wake, kwa kujikubalisha, kujisalimisha kwa neema ya mbinguni, neema ya
ya ufalme. Nahitaji jamaa hii, Josi hii, mwanandoa huu ambaye amepata neema ya kufuata somo hili, akijihozi, akijiangalia, amejitambua, ametoka ndani ya dhambi, kaburi ya mauti. Biblia inasema anayefanya dhambi ni wa shetani, na mshahara wa dhambi ni mauti. Okoa nyumba hii ambayo imekubali kwa jina la Yesu Kristo, amina. Tukae. Nitapokea maulizo mawili. Mnajua somo ya haraka na ya muda ambayo hatutakana kuzungumuza, tungekuwa tunafanya sorti, aloro sasa tunachambua moja kwa moja, ingekuwa mzuri zaidi. Mnisamehe sababu mimi Kiswahili yangu mnajua, lakini sijui mmenisikia. Hata kama nilisema Kiswahili ya mbaya, mmenisikia? Mmesikia? Sawa. Kuna mtu? Msiniogope, mseme huyu Kongomani huyu sasa tarudi, aloro ataenda sema hapana, wewe mimi napenda. Sasa mimi niko mimi ni Mkenya. Sasa si mnaona mimi nafanana wa Kenya? Sasa mnaona mimi nafanana kwa mimi Mkenya kabisa. Alafu siogope sababu sasa hapa sisi ni ndugu, marafiki. Ndio. Nani ana baraka? Basi tuanje kwanza kwa somo kusema kitu gani kimekubariki. Baraka? Kwa mwendo wote wa somo kwenye umejisikia useme hii neno sitalisahau tena. Toa ile baraka basi. Ndio, sana. Rafiki yangu leta Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Mimi nina neema. Jana nilikuwa hapa na leo nimekuwa hapa na nimehisi kubarikiwa. Kuna mambo mengi ambayo wanandoa tunaingia ndani tukiwa vijana bila kujua, na tukifika hapa tumejua kurekebisha, tunashindwa tutaanzia wapi. Lakini jambo moja nalojua, tukitubu kwa Mungu ni wa neema kubwa, anatusamehe. Jana tulifundishwa kuhusu kumtoa kuku manyoa, na unapomtoa manyoa muachilie kwa kuku wale wengine. Kuku wale wengine umuogopa na kumtoroka. Kwa hivyo tusiwe watu wa kuaibisha wengine, kufanya wengine wasiwe na ushirika na sisi. Tujifunze ya kwamba tunabaki kuwa waokovu ikiwa tutalinda uokovu na kutembea pamoja. Asante mchungaji. Mungu akubariki sana dada yangu. Mtu mwingine? Na minite zangu zinaisha, nipenda nione mtu mwingine kabisa. Dakika zangu zinaisha kabisa. Asante. Nashukuru kwa mafundisho, nimenufaika. Kuna jambo ambalo moja ambayo umemalizia nayo katika mafundisho ya kuwa mtu anaweza akakukosea kwenye ule moyo wako, alafu uliweza kulimgusia siku ya jana ya jinsi ya iwapo, kwa maana mara nyingi tunakosa kwa kutokujua. Namkosea mke wangu kwa kutokujua, alafu ninapata nimekosa na ninamuendea kwa ajili ya kuomba msamaha. Sasa ile nafasi ambayo inakuwa ngumu ni ile ya nimemuendea kwa kumuomba msamaha, lakini ule msamaha ni kama sijaupata ama
sina uhakika na kuamini kuwa amenisamehe. Sasa inageuka kuwa pigo tena ambayo ina reverse tena. Unaweza kuinguza hiyo tu mimi ndio nimekosa, lakini nimekuomba msamaha wewe. Je, umenisamehe? Usiponisamehe sasa, hatimaye umenielewa. Mnajua usamehe iko mkuki yenye naenda hivi na hivi. Ndiyo Yesu alisema, mnapoomba sema, Baba wangu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako. Alafu kuna ile jambo ya usamehe, sema na muwasamehe wale walio wakosea kama na mimi nilivyo wasamehe ninyi. Mwachi niwaambie, usamehe wa Mungu unaanja kwa mwenye anaombwa asamehe mwenye alimkosea. Ukingojea mwenye alikukosea ndiye akuje kuomba usamehe, utakuwa umpeleka vibaya sana. Kanuni ya Biblia ni kwamba mwenye anajua ya kwamba mtu amemkosea, yeye nzo amsamehe mwenye alimkosea sawa Mungu alivyokukosea wewe. Ukishindwa kusamehe mwenye alikukosea, inamaanisha na wewe ya kwamba ngumbe na wewe hauyasamehewa. Lakini kama Mungu amekusamehe, kwa nini usimsamehe hata yule mwenye anakuomba masamaha, na ujiulize, eske ni kweli amesema kweli? Mnajua ndani ya unyumba watu wengi wana shida kuambia mwanaume au mwanamke, enda uambie mke wako au mume wako, umwambie ninakusamehe. Sisi wa baba unajua mtu kupiga magoti mbele ya bibi yake anasema unisamehe. Wanaume wengi wanawaza ni kujirudisha nyuma. Anasema mimi ni kichwa, nikataza mimi, na hapo ndipo nyumba unashindikana. Ndiyo, mwacha niwapatie historia kidogo ya nyumba yangu. Siku moja nilitoka nje nikifanya kazi ya Mungu. Leo sasa nilifika nikakuta mke wangu yuko natoa machozi analia. Akasema Nikamshika nikasema ni nini? Alora akaniambia umenikosea, wenzo naacha mimi nalia. Kamuliza ni vipi? Asema vraiment, wakati unaniambia ya kwamba umetumia dola fulani kwenye tulienda kwa kazi na ulikuwa umeitumia bila kuniambia, uliogopa nini kwangu? Nilikukosea nini usiniambie? Si wewe unaona ile ni kitu kidogo? Nani anawaambia mfanye kazi ndani ya nyumba, aloro nasema nitamwambia baadaye. Ulishindwa kuambia mwenzako ya kwamba kuna kazi ya kufanya? Aloro nikamwambia mke wangu unisamehe, sitarudilia ile siku moja. Mnakumbuka ile kitabu ya Walawi yenye tulisoma jana? Ndiyo. Unapochunga hasira kwa mtu aliyekukosea, Walawi sura 19 verse yake ya 17 ilisema ujilinde ili usianguke katika kosa ingine unapotafuta kumsaidia mtu aliyekukosea, kwa sababu na wewe yawezekana uingie tena katika kosa. Nasema ulinde moyo wako. Alafu ninataka sema kwa ulizo ya mchungaji, sio rahisi. Mambo ya usamehe ndiyo ibada kubwa inayobaki tukiiweza katika jamaa, na uheri unaanja katika jamaa. Uheri unaanja, lakini tumeshindwa kuishi heri ya Mungu
kwa sababu tungali tunachungiana nini? Furusi. Na unasikia mtu anasema tena wewe ule. Sasa na ile ya zamani ukingali unanurudilia ile ya zamani, mbona ni ya mwaka jana? Kwa nini unarudishia ile ya mwaka jana? Siki si ya kusamehe. Dada yangu anacheka, basi poleni. Haleluya. Alafu ninawasihi wanandoa, baba na mama, ile historia ya Manoa uisome. Si mnaona malaika alipokuja alimujia nani? Manoa au mke wake? Unajua mwanamke kukuja na anasema Mungu ameniambia tufanye hivi. Wanaume wanasema hii mwanamke Mungu amekuambia wewe utaongoza hii nyumba, Mungu ameniambia. Alafu Manoa anasema basi hebu twende. Sasa nafika pale, Manoa kwa hekima yote, wewe ni yule uliyesema na mke wangu, basi tuambie tutafanya nini? Anamkubali mke wake ya kwamba Mungu anaweza kusema na mke na Mungu, na yeye iko na amri ya kutii mawazo ya mke wake. Lakini sisi maisha yetu hiyo ndio tulitaja utawala. Msisahau yale maneno tatu, kaburi tatu kubwa kubwa. Tulisema nini? Hiki kiungo cha uzazi hiki kimebomoa nyumba. Ninajua ningewafanyisha mchezo hapa, ningesema mwenye anajua hayawahi kugusa mwanamke mwingine aje atambuke Biblia hii katika unyumba wake. Mnawaza ni wanaume ngapi wenyewe wangetoroka huko wanasema basi hii maneno yenu ya nini? Alora ninasema nani anajua hayaguswa na mwanamke na mwanaume mwingine? Tangu huko mwako hakuna mtu aliyekwisa kugusa maziba yako au kusema bwana yangu asijue basi tufanye. Alora tutakuwa tunaishia pale. Mnaenda shinda kazini, nafasi ya kazi ya vitu, alora inakuwa nafasi ya kutumia kiungo chenu ovyo ovyo. Mjue ibada kubwa ulimwenguni mbele ya Mungu ni sex. Kiungo cha uzazi ndiyo ibada kubwa. Uilinde, ni takatifu. Basi ninawashukuru. Nikiondoka siku ya pili mniombee, lakini ninaenda sasa, ninaenda Kenya ya Kongo. Si mnaniambia mimi ni Mkenya? Sasa ninaenda kwa ajili ya mke wangu tena mwenye iko Kenya kule Kongo, alafu nitakuja tena. Mnajua nimekuwa wa kwenu sasa, sawa? Kwa hivi Mungu awabariki, na muda wote ambao tumekuwa katika mazungumzo, linda nyumba yako, ujilinde sana. Heri mtu anayeogopa Mungu, anayeshika sheria za Bwana. Mungu atamchunga, atamlinda. Mungu awalinde na abariki ndoa zenu. Amina.